Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Aprili 5. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya siku hii njema ya leo. Ninakutukuza kwa ulinzi wako, neema yako na upendo wako wa ajabu. Tumekuja kujifunza kwako siku ya leo. Enda nasi katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema kumpenda Yesu. Imejengeka katika kitabu cha Waibrania sura ile ya 7:26. Neno la Mungu linasema, maana ilitupasa sisi tuwe na kuhani mkuu wa namna hii aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na waa lolote, aliyetengwa na wakosaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu. Tabia ya Yesu ilikuwa yenye uzuri usio kifani, ikikumbatia mambo yote yaliyo safi, ya kweli, ya kupendeza na yenye sifa njema. Hatujui juu yake kutembelea karamu ya anasa au ukumbi wa densi na bado kubaki kuwa mkamilifu wa neema na mwenendo wa heshima. Kristo hakuwa limbukeni. Alitofautishwa na uweza mkubwa wa ujuzi aliokuwa nao. Hata asubuhi ya maisha yake ya ujana hayakupotezwa katika uvivu, wala kupotezwa katika kutafuta anasa za kidunia, ubinafsi au kufujwa katika vitu visivyo na faida. Hakuna saa katika maisha yake ya utotoni hata utu uzima zilizotumiwa vibaya wala zilizofujwa. Yesu hakuwa na dhambi na hakuwa na hofu ya matokeo ya dhambi. Akiwa na upekee huu, hali yake ilikuwa yenu. Hamna dhiki ambayo haikumzonga kwa uzito sawa juu yake, wala huzuni ambayo moyo wake haukuipitia. Hisia zake zingeumizwa na kwa upuuziaji, kwa kutojali kwa wanaokiri kuwa marafiki, kwa urahisi kama wa kwenu. Je, njia yako imejaa miiba? Ilikuwa hivyo kwa njia ya Kristo mara 10 zaidi. Je, umesononeshwa? Vivyo hivyo na yeye. Kwa kweli Yesu anastahili sana kuwa mfano. Maandiko yaliyovuviwa yanasema hivi juu yake, naye Yesu akaongezeka katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Luka 2:52. Kadiri alivyoongezeka katika umri, aliongezeka katika maarifa. Aliishi kwa kiasi. Saa zake za thamani hazikufujwa katika kushughulika na anasa. Alikuwa na mwili wenye afya kamili na nguvu za kweli za akili. Nguvu za kimwili na za kiakili zingeweza kuongezeka na kuimarishwa kama zako au za vijana wengine. Tunapaswa kujifunza neno la Mungu kama Yesu alivyofanya. Mfanye Yesu kuwa kiwango chako. Fuatisha maisha yake. Uipende tabia yake. Tembea kama Kristo alivyotembea. Chemchemi mpya itatolewa katika uwezo wako wa kiakili, kwa upeo mkubwa wa mawazo yako, wakati unapoweka nguvu zako katika muunganiko wa nguvu za mambo ya milele makuu na makubwa mno. Hii ni Aprili 5, mada ikisema kumpenda Yesu. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu limekuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Tunao ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina.
tena Bwana kweli yanyenyekeza. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Jinsi wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu ambayo wengi wamekosa, tunanyenyekezwa. Wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Jinsi wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu ambayo wengi wamekosa, tunanyenyekezwa. Wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa.